Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwa siku hii ya leo utakuwa naye Habi Machilu Mshana kama mwenyekiti katika kipindi hiki. Lakini pia tutakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja na mchungaji James Benedicto Didasi. Hawa wote wanatoka katika nyumba ya uchapishaji Ufunuo. Na kwa sasa katika mwongozo wa kujifunza Biblia tupo katika robo ya pili, somo la pili, kukua katika mahusiano na Mungu. Somo la pili, kumjua Mungu. Karibu tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale tutakapofika tamati. Kwa kuanza kipindi chetu, ninamkaribisha mchungaji Benedicti James Didas kwa ajili ya kutufungulia. Mtakatifu Mungu na Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa namna ya pekee uliyotupatia fursa hii ya kuja tena kujifunza katika neno lako. Tunapojifunza hatua kwa hatua kukujua wewe, kujenga uhusiano thabiti na wewe, tunaomba kupitia mwalimu bora Roho Mtakatifu tujifunze na kufikia kina cha kile unachokusudia tupate, moja na msikilizaji na mtazamaji na sisi hapa, ili tupate kuokolewa. Jina lako litukuzwe, tunaomba kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Amina. Na mara baada ya kupata ombi hilo la ufunguzi, na sasa tunarudi kwa ajili ya kuendelea na mjadala wetu katika lesoni hii. Na hivyo basi nakuja kwako mchungaji Tuvako. Tulipata nini katika somo la kwanza la robo hii? Ninakushukuru mwenyekiti. Tunazo sababu za kumshukuru Mungu kwamba robo hii inatujenga katika kukuza uhusiano, kukua katika uhusiano na Mungu. Na kama kuna jambo ambalo naamini kabisa tuliliona kwenye juma la kwanza, ni namna ambavyo hatua hizo za kukua katika uhusiano na Mungu zilivyo bayana. Kabla ya kukua katika uhusiano na Mungu, inatubidi kwanza tutulie ili kufikiria uhusiano wetu naye ulivyo sasa. Na kisha baada ya hapo tukaona Laodikia, kipindi cha 7 cha kanisa la Kikristo, na tukajifunza kupitia hilo kwamba tukoje. Maana ni kanisa la kipindi cha mwisho katika mfululizo au kipindi cha mwisho cha kanisa la Kikristo. Na pia tukajifunza kwamba ikiwa basi tunaangalia uhusiano kati yetu na Mungu, tunakuwa kama matawi, na hivyo usalama wa wale ambao wanachagua kuwa katika uhusiano mzuri na Mungu ni kama tawi katika shina. Ili liweze kuzaa lazima likae katika mzabibu. Na hivyo kama ni kudumu, na ikiwa na kama tulivyoona tumeitwa kukua katika uhusiano na Mungu, basi tukae ndani yake. Fungu letu la kukariri lilikuwa Yohana sura ya 15 fungu la 9, lililosema kama vile alivyonipenda mimi nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Basi huo ulikuwa ni utangulizi tu kwa ajili ya kuweza kurejelea somo lililopita. Sasa katika somo la juma hili tunatamani kusikia kutoka kwako mchungaji Didasi. Je, ni kwa nini somo la juma hili limekuwa ni muhimu sana kwetu? Asante sana mwenyekiti. Somo la juma hili linalosema kumjua Mungu ni somo la muhimu sana kwetu, kwa sababu ni somo ambalo litafanya tumfahamu Mungu kama anavyofunuliwa katika maandiko matakatifu. Yeye ni nani na yukoje? Anaweza kufanya nini kwetu? Na nilipokuwa nachunguza nikajua kwamba kumbe kumjua mtu ni tofauti na kufahamu tu habari zake. Umesikia, umemuona mtu kwa mbali ukamfahamu. Kujua kunaenda ndani zaidi. Kujua kunatufikisha kule katika kile tunachojifunza robo hii, kujenga uhusiano. Kumjua Mungu maana yake ni kuwa na uhusiano naye. Lakini somo la juma hili linatupatia picha ya Mungu huyu tunayetaka kujenga uhusiano naye. Huwezi kujenga uhusiano na mtu ambaye haumfahamu.
Kwa hiyo kwa namna ya pekee somo la juma hili linatupeleka katika kumfahamu Mungu ni nani na vile alivyo. Sisi wenyewe katika ukomo wetu wa akili zenye dhambi hatuwezi kumwelezea Mungu vizuri, hatuwezi kumwelezea katika sifa zake bainishi za kina. Lakini kile ambacho Biblia inatuelezea ndicho tunachoweza kujifunza na kutupatia msingi, hatua ya muhimu katika kujenga uhusiano na Mungu. Kwa mfano, katika kitabu cha Mwanzo tutaona namna ambavyo Mungu anaelezewa Mungu kana kwamba pasatu wako wakati fulani wasomi wanazuoni wa Biblia wanaona kuna Mungu wa aina mbili katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili. Mwanzo sura ya kwanza kana kwamba inamuelezea Mungu aliyetukuka sana, aliye juu, mwenye uweza, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, anayetamka vitu vinatokea. Lakini baadaye sura ya pili tunamuona Mungu wa agano, Mungu Baba rafiki, anayeshuka kwenye kiwango cha chini na kuhusiana na viumbe wake. Kwa hiyo kwa namna ya pekee tutamuona Mungu kwa namna hizo mbili, namna alivyo mkubwa, aliyetukuka, muumbaji, mwenye uweza na mamlaka, lakini pia kama Mungu wa uhusiano, Mungu wa agano, aliye Baba mwenye upendo, aliye rafiki, anayeshuka kwetu. Na fungu letu la kukariri katika juma hili linapatikana katika ile kitabu cha Yohana sura ya 17 aya ya 3, na fungu linasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Naam, kwa ufupi ndilo utangulizi au ufupi wa somo tutakalojifunza katika juma hili. Naam. Basi ninakushukuru pia kwa ajili ya utangulizi huo katika somo la juma hili. Na sasa tunazidi kuendelea ili tupate kuelewa vizuri kuhusiana na somo la pili, somo linalozungumzia kumjua Mungu. Je, picha ya Mungu inawekwaje wazi kwetu leo? Mchungaji Tuvako, natamani kufahamu. Ninakushukuru mwenyekiti. Kama ambavyo limeingizwa somo, tunaangalia leo namna ya kumjua Mungu. Tunaangalia jinsi ambavyo maandiko matakatifu yanamdhihirisha. Unajua, namna nyingi zimetajwa ambazo kwazo Mungu anafahamika kwa wanadamu. Kuna namna ambayo inaweza kuwepo kwa njia ya viumbe asili, vinamdhihirisha Mungu. Kuna namna Mungu anaonekana kwa njia ya matendo yake. Mungu anaonekana kwa njia ya Kristo, alivyokuja na kumdhihirisha. Mungu anaonekana kwa njia ya uzoefu binafsi, watu wanavyomhisi akinena ndani ya maisha yao. Lakini leo nimedokeza tu hizo. Tunachokiona kikisisitizwa kwenye somo letu la juma hili, Biblia, maandiko matakatifu yanavyotoa taswira ya kweli zaidi na iliyo wazi zaidi na thabiti juu ya Mungu. Nikiri kwamba kwenye mwongozo wetu kwenye ukurasa wa 18 kuna kosa dogo tu ambalo linaweza kurekebika. Kuna katika ibara ya pili inaonekana kurudiwa ibara ya 3 katika mwongozo wa Kiswahili, lakini mtiririko haujaharibika hata kidogo. Hivyo jambo hilo la kwanza liko bayana kwamba Biblia inasisitizwa kwamba ndiyo inayomdhihirisha Mungu na kumweka wazi zaidi. Jambo la pili mwenyekiti niseme hapa ni kwamba taswira ile inavyoonekana inadhihirisha jinsi ambavyo anastahili kupendwa. Anaonekana katika namna ambayo kupitia kwenye maandiko haya uweza wake ulivyo mkuu. Anaonekana jinsi ambavyo haki yake ilivyo thabiti, ilivyo perfect, kamili. Anaonekana jinsi ambavyo pia ni mwingi wa fadhili, tena fadhili zinatajwa katika mwongozo wetu za upendo na subira kwetu sisi. Anatajwa pia jinsi alivyo na neema. Neema inayookoa. Hiyo inatajwa kwenye Wakorintho wa pili 12:9. Anavyodhihirisha msamaha kwa watu wake ambao ni sisi ambao tu waovu. Anatajwa pia jinsi ambavyo mapenzi yake yamedhihirishwa katika maisha yetu. Anatajwa pia jinsi ambavyo ufalme wake na haki yake ni vya milele. Nimalizie kwa kusema hili mwenyekiti.
licha ya yeye kujidhihirisha hivyo kwenye maandiko matakatifu. Kama ambavyo tutaona leo katika mjadala wetu, adui au ibilisi ametafuta kila namna ya kuharibu tabia ya Mungu na mwonekano wa taswira hiyo. Umeuliza juu ya picha ya Mungu, kwamba inaonekanaje au inawasilishwaje. Mwanzo sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 5 inasema jinsi ambavyo mjadala kati ya yeye ibilisi aliyekuwa ananena kupitia kwa joka na huyu mama wetu wa kwanza Hawa anavyoonekana kujadiliana naye, picha ilivyobadilishwa kinyume na jinsi ilivyopaswa kuwa. Neno la Mungu linasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kwa lugha rahisi nalomalizia kulisemea hapa, ibilisi kupitia kwa nyoka anatamka kwa mwanadamu kwamba picha ya Mungu sio hiyo mlio nayo. Yeye anaficha kuna kitu anakuficheni msikijue, na hivyo anagilibu mawazo ya Hawa. Na hivyo tangu mwanzo, pambano kuu ambalo limekuwepo kati ya ibilisi na Mungu liliwekwa wazi bustanini Edeni, alipokuwa akiingiza vidole vyake dhidi ya picha ya Mungu ambayo kwa kweli ilishawekwa wazi katika upendo ambao Mungu aliudhihirisha kwa Adamu na Hawa alipoumba na kisha kuwaumba kwa sura na mfano wake. Tutaliona hili kwa uzaidi. Asante. Na sasa basi nirudi kwako Mchungaji Didas, kwenye habari hii ya kujua Mungu kwamba ni mtakatifu. Katika hapa napata swali kipengele A ambapo kunatupatia changamoto gani kujua Mungu ni mtakatifu, lakini pia kunatutiaje moyo kwamba Mungu ni mtakatifu, sisi inakuwa changamoto kwa vipi na pia inatutiaje moyo? Asante sana mwenyekiti kwa maswali hayo mazuri. Ninapenda tusome pamoja, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 20 na aya ya 26. Mambo ya Walawi 20 aya ya 26, Biblia inasema, nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa ili kwamba muwe wangu. Lakini ninapenda tena tuende katika kitabu cha nabii Isaya, katika ile sura ya 57 na ile aya ya 15. Isaya 57 na aya ya 15, Biblia inasema, maana yeye aliye juu aliyetukuka akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kufufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Na ningependa kusoma mafungu mengine kama wa Samueli wa kwanza 2:2 inayosema hakuna aliye mtakatifu kama Bwana. Lakini Ezekiel sura ya 38 aya ya 23 inasema, nami nitajitukuza na kujitakasa na kujidhihirisha mbele ya macho ya mataifa mengi, nao watajua kuwa mimi ndimi Bwana. Na kwa mafungu haya, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukichunguza kwa makini utagundua kwamba kiini cha sifa zote zinazohusiana na tabia ya Mungu, utakatifu, amina,
ndiyo Biblia inaelezea kama kiini cha sifa na tabia zote za Mungu. Biblia inamuelezea yeye kama ni kielelezo cha juu sana kilicho bora cha utakatifu, ikimaanisha kwamba Mungu hapatikani. Ninapenda mtafsiri alivyosema kwamba Mungu ni mtupu wa uovu. Hapatikani na uovu na dhambi, amejitenga nao, yuko mbali sana na uovu na dhambi. Ndiyo maana ya utakatifu. Na mwenyekiti, ingekuwa vigumu sana kwamba Mungu asiye mtakatifu awe mwema kwa 100%. Kama asingekuwa mtakatifu, kwamba ndani yake kuna uovu, kuna dhambi, isingekuwa rahisi kuwa Mungu huyo kuwa mwema kwa 100%. Na tunajua kwamba sifa kuu ya Mungu ni kwamba yeye ni mwema. Hiyo ni tabia yake. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu mtakatifu asiye na dhambi. Kwa hiyo utakatifu ni msingi wa mambo mengine yote. Sifa tunayoipenda sana, au tabia ya Mungu tunayoipenda sana ya Mungu, akitajwa hivyo tunajisikia vizuri kama watoto wake, ni kwamba yeye ni Mungu mwenye upendo. Na hata kuliweka vizuri, sio kwamba yeye ni Mungu mwenye upendo, yeye ni huo upendo. Ndivyo alivyo. Na kwa hiyo Mungu angekuwa sio mtakatifu, upendo wake ungekuwa na maswali. Lakini Mungu ana upendo ulio safi, upendo mtakatifu, upendo usio na ubinafsi, upendo usio na nia yoyote ya kujisifu, ya kujitukuza. Lakini tunapata sifa kadhaa nyingi. Kwa mfano, Mungu ni Mungu anayejua mambo yote. Ujuzi wa Mungu ni ujuzi mtakatifu, kumaanisha kwamba Mungu yeye hana nia mbaya yoyote. Na swali ni hili: ikiwa Mungu angekuwa ni Mungu anayejua mambo yote alafu sio mtakatifu, ingekuwaje rahisi kumwamini Mungu namna hiyo? Kwa hiyo tunamwamini kwa sababu ni mtakatifu na anafahamu mambo yote. Lakini Mungu ni Mungu mweza wa yote. Ni Mungu ambaye anaweza mambo yote, na uweza huu ni uweza mtakatifu. Nafikiria ingekuwaje ikiwa Mungu ambaye ni mweza wa yote si mtakatifu? Angekuwa ni Mungu dhalimu, Mungu mwenye nguvu na muovu kabisa. Lakini swala kwamba Mungu ni mtakatifu inafanya kufahamu kwake mambo yote, kuweza kwake mambo yote. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, Mungu anajua mpaka mambo yale ya viumbani mwetu, kwenye uvungu wa moyo wako. Na sasa kama Mungu anakujua hivyo, alafu sio mtakatifu, ingekuwa ni vigumu sana kumsogelea Mungu wa namna hii na kufanya uhusiano naye. Na swali moja uliloliuliza, kama ningeanza kujibu kipengele cha pili, kwamba utakatifu wa Mungu unatutiaje moyo? Utakatifu wa Mungu pekee ndio unaturuhusu na kutuwezesha kumpenda. Amina. Kumpenda kweli kweli. Yaani hiyo ndiyo inayofanya tumwamini na kumwendea. Kwa sababu huyu Mungu wetu ni Mungu mwema kabisa tangu mwanzo. Tena ni mwema kama nilivyosema mwanzo kwa 100%. Hakuna hata 1% aliyoacha ya wema. Yeye ni mwema kwa 100% hadi mwisho. Kwa hiyo hii ndiyo sababu utakatifu wa Mungu ni muhimu sana, kwa sababu inatufanya tumsogelee na tuweze kuitikia upendo ambao kimsingi ameshadhihirisha kwetu. Na umeuliza swali lingine la pili, inatupatiaje changamoto? Tunapata changamoto gani? Napenda kumwambia mtazamaji na msikilizaji kwamba wito wetu ni wito wa utakatifu. Kama lile fungu lililosoma la kwanza la Mambo ya Walawi 20:26-20 anasema mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi Mungu wenu ni Mungu mtakatifu. Petro anatolea mwangwi mahali fulani akiwaita Wakristo kwamba ninyi ni uzao mteule, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Ndio mwangu uliotolewa hata na Paulo. Hata Yesu wito wake kwa wanafunzi, wafuasi wake ni kukua katika utakatifu. Kwa hiyo changamoto tunayopata
ni kutengeneza maisha yetu ya akisi maisha ya Baba yetu Mungu anayetupenda. Maana yeye hapatiani na uovu. Amen. Wanadamu ambao ungeweza kuwaadmire, ungeweza kuwatamani kuwa kama wao, kama ingekuwa tunaruhusiwa kuwaiga watu na kutamani kuwa kama wao, maana kielelezo chetu ni Kristo Yesu. Lakini kuna watu ambao walifanya tua, angalau wengine katika maono, wakafika mbele za Mungu. Tukutana na Musa, Isaya, tukutana na Yohana, Ezekiel, walipomuona Mungu Kuisha. wengine walitetemeka, walivua viatu, walianguka chini kifudifudi, wengine walikuwa. Yohana kwa mfano kule Patmo, kilichonifurahisha zaidi, unajua Yohana alikuwa akiegemea kwenye kifua cha Yesu mara zote wakiwa naye. Lakini kule Patmo Yohana alipomuona Yesu, alianguka akawa kama aliyekufa. Yule Yesu aliyetukuzwa sasa, alipomjia alikuwa kama aliyekufa. Danieli kule kando ya mto Ulai, kule Babeli anapotokea, alitetemeka, anasema hakuna nguvu iliyosalia ndani yake. Musa alipokwenda mlimani, uzoefu wake wa kukaa na Mungu kwa siku 40, hata aliporudi kwa Waisraeli walimkimbia, alikuwa na mng'ao wa ajabu kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Na kwa mwenye dhambi, Mungu ni moto ulao. Ndio ile changamoto ni kwamba ili uweze kustahimili kusimama mbele za Mungu huyu sasa, umwendee kama baba rafiki mwenye upendo, na hatimaye Yesu anapokuja upate nafasi ya kwenda mbinguni kumwona uso kwa uso. Lazima utafute utakatifu, ambao Paulo anasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na utakatifu, ambapo hatuwezi kumwona Mungu pasipokuwa na huo. Mama wetu wakati fulani katika maono yake, alipokuwa katika maono, kitu alichoweza kufanya ni kulia tu, utukufu, utukufu, utukufu. Maana ndicho alichoona na ndicho alichoweza kueleza kwa mengi aliyoona katika chumba cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo sisi ni wenye dhambi. Na Mungu wetu ambaye anatutafuta kama baba rafiki ni mtakatifu mno. Ni lazima tutafute kutengwa na uchafu wote wa dhambi, tuweke uovu kando, tutengenezwe maana ni neema yake inayotutengeneza kuwa na tabia njema kamilifu. Kwa neema ya Yesu tunaweza kustahimili kusimama mbele zake kama watoto wake watakatifu. Nilikuwa na tafakari tu binadamu, tumeusikia Waswahili msemo mmoja, ni methali inayosema, nadhani nasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Nilikuwa sitafakari kwa kusema kwamba mtoto wa Mungu ni Mungu, kwa sababu Mungu tunatofautiana naye kwa asili, na kuna sifa fulani ambazo amereserve, amebaki nazo ni za kwake. Lakini kuna sifa ambazo tunapaswa kuziakisi. Amina. Tuwe nazo kama upendo, msamaha, wema, kiasi, fadhili, huruma. Tuwe nazo ili tuakisi tabia ya baba yetu aliyetuumba, aliyetuweka katika ulimwengu huu. Ili angalau kwa kudhihirisha hilo tuweze kuonesha kwamba tunaishi katika uhusiano huu tunaoujenga hapa, na hatimaye tuweze kwenda kuishi katika kuwepo kwake milele kule mbinguni. Asante Mchungaji Didas kwa maelezo ya kina kabisa kuhusiana na swali hili ambalo lilikuwa limejitokeza, kumjua Mungu kwamba ni mtakatifu. Tumeweza kupambanua na kuona changamoto, lakini pia na vile ambavyo tunaweza kutiwa moyo kwa utakatifu wa nani? Wa Mungu. Sasa mtazamaji, tunakwenda kupata mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko hayo tutarejea kuendelea na mwongozo wa kujifunza Biblia. Baada ya mapumziko mafupi, mtazamaji na msikilizaji, tunaendelea na mwongozo wa kujifunza Biblia. Ninarudi kwako Mchungaji Tuvako. Mtume Yohana anatumia lugha
lugha gani hasa katika kumdhihirisha Mungu kwetu? Nakushukuru mwenyekiti. Ukiniuliza juu ya Yohana, namna anavyolieleza swala la Mungu na mtazamo wake juu yake na anavyomwelezea kwetu, moja kwa moja ninaenda kwenye Yohana wa kwanza sura ya 4 aya ya 7. Nadhani nikisoma kwa muktadha ule hadi ya 19 si mbaya. Yohana wa kwanza sura ya 4 aya ya 7, anaposema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akiria ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hukamilishwa katika pendo. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Moja ya aya ambazo zilinifurahisha sana, au niseme ibara katika Biblia iliyonifurahisha sana kwenye masomo ya Kiyunani ilikuwa hii ya Yohana wa kwanza 4. Maana baada ya kujifunza lugha ile ya asili ambayo ndiyo mtume Yohana alitumia kuandika, mwalimu au mkufunzi wa chuo sasa tafsirini wenyewe hiyo sura. Na nikajikuta nimeingia kupenda namna ambavyo mtume Yohana alieleza hoja ya kwamba Mungu ni nani. Nasi tunawezaje kuhusiana naye katika kulinganisha tulivyo kama watoto na yeye kama muumba, lakini pia mwokozi. Na hivyo hoja tunayoiona katika kujibu swali lako mwenyekiti, Yohana anamdhihirisha Mungu kwamba ni upendo. Hamsemi kabisa hata kidogo kwamba Mungu ana upendo. Hapana. Mungu ni huo upendo. Na hivyo yeye, hiyo ni tabia yake. Hiyo ni asili yake. Yeye ni kama vile ambavyo mwandishi wa mwongozo anapendekeza mahali pengine hapa, ya kwamba hata kama ungechukua Wakorintho wa kwanza 13 ukapelekana nayo katika inavyoeleza upendo huvumilia, upendo haujivuni, ukaondoa neno upendo, ukaweka neno Mungu, mtiririko ungebaki sahihi kabisa. Kwa sababu Mungu ni mvumilivu. Mungu ni hizo sifa za upendo. Sasa hilo ni la kwanza ambalo liko bayana katika hiyo ibara ya Yohana wa kwanza 4 fungu la 7 hadi 19. Lakini la pili, mwenyekiti, niseme hapa ya kwamba namna ambavyo msisitizo wa Yohana unaliweka vizuri, kudhihirishwa kwake ni faida kwetu. Kwa nini? Anatualika sasa tuakisi hiyo tabia. Na hivyo anasema
tukae katika pendo, tukae ndani yake. Na kukaa ndani yake ni kwamba tunaakisi kile ambacho tunakiamini, na kama tunamwamini kwamba Mungu yu hicho, ndio basi tunaakisi hicho. Na hicho tunaakisi kwa namna gani? Anasema Mungu amedhihirika kwamba ni upendo, na akae katika hilo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Na hivyo kwa uwezo wake aliye ndani ya yule anayemwamini, huyu anayeamini anamwakisi yule aliye ndani yake. Ni kazi rahisi tu, lakini ni namna ambavyo lugha ya Yohana inadhihirisha Mungu ni nani. Kuna neno limetumiwa ambalo Kiebrania linaitwa hesed, ambalo kwa kweli sio tu neno la haraka tu la kusema Mungu ni upendo au kuonyesha tu ya kwamba ana tabia hiyo, lakini ni upendo wa kiagano. Kwa maana ya kwamba yu radhi kuweka maisha rehani ili tu tabia yake hiyo idhihirike. Na hivyo kwa maana hiyo anapotumia neno hesed, anamaanisha Mungu ni mwaminifu, anashikamanisha tabia yake katika kutuonyesha alivyo. Na hivyo ni uthabiti ambao una ulaini au uororo, unaweza kusema kwa lugha hiyo, uthabiti katika agano linaloakisiwa na upendo. Nimalizie kwa kusema hili, mwenyekiti, ya kwamba ibara ya mwisho ya ukurasa wa 20 inataja mambo kama mawili matatu. Moja ni jina lake. Majina hasa, niseme moja. Moja ni hili Adonai, ambalo walikuwa wanalitamka kwa heshima na kicho watu wa Mungu wa kale. Na hili likimaanisha ni Bwana wa wote, tena anayetawala milele, lakini ambaye kwa maana hiyo basi anatunza agano lake la milele. Jina lingine ni Yahwe Yire au Yehova Yire, Bwana atatoa, ikimaanisha tabia ile ya upendo ambayo inatoa. Haitoi tu vitu, inatoa uzima, inatoa uokovu, inatoa vyote vilivyo vyema. Na hivyo kwa namna hiyo Mungu ni nani? Mungu akiwa Adonai ni Bwana anayejali viumbe vyake milele. Tena anaweka agano na viumbe vyake. Mungu au Bwana, Mungu huyu ambaye ni upendo, akitwa Yehova Yire au Yahwe Yire, ni nani? Ni Mungu ambaye anatoa hata uhai kudhihirisha alivyo upendo. Na hivyo Mungu ni upendo kama Yohana alivyomsema, na kwa maneno hayo yatosha kusema ya kwamba kwa sababu yeye ndivyo alivyo na ametuita na kutufanya watoto wake, ili tukikaa ndani yake yeye akae ndani yetu, tutaweza kwa uwezo wake kuakisi tabia yake. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa maelezo hayo. Tumeona namna gani Mtume Yohana anatumia lugha kumdhihirisha Mungu kwetu sisi. Lugha aliyotumia, Mungu ni upendo. Sasa nakuja kwako Mchungaji Didas. Musa naye, Musa anamwelezeaje Mungu kama Elohim na pia kama Yahwe? Anatufundisha nini? Asante sana mwenyekiti. Ninafurahia kumsikia Mungu aliye upendo. Amina. Ya maana katika hilo ninadhani kila mtu anafurahi anaposikia Mungu ni upendo. Amen. Na mimi ninafurahi ninaposikia Mungu ni upendo. Amina. Na hata unachoniuliza tutaona namna Mungu huyu anavyotaka kutengeneza uhusiano wa kiagano na watu wake. Uhusiano uliojengwa kwenye upendo huo. Wakati ambapo mwanzoni picha yake katika sura ya kwanza ya Biblia yetu inamuelezea kama Mungu aliye mbali sana, aliyetukuka, mwenye uweza wa yote, Mungu mwenye nguvu, ambaye neno lake tu linafanya vitu vitokee. Mungu anayetisha na kuogofya hivi. Lakini ukija kwenye sura ya pili ni huyu baba rafiki mwenye upendo ambaye Pastor Tuvako amemuelezea. Na pengine katika maandiko yote
kwa msomaji wa Biblia, hata kama mtu hawezi kusoma, ninadhani kama kuna haya ambayo wasomaji wa Biblia, watu ambao wamesikiliza mahubiri, wanaweza wakawa wamelikariri tu, sio mpaka wasome. Ukikurupushwa, hebu tuambie haya moja katika Biblia. Fungu la kwanza au aya ya kwanza ya Biblia inayosema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hata nadhani yule mtoto mdogo wa wavumbuzi ndipo wanapoanza kujifunza kukariri mafungu. Ni fungu ambalo linaeleweka sana. Na Musa anapoanza kutuelezea habari za Mungu, anasema hapo mwanzo Mungu, kama kiini cha mambo yote tutakayojifunza, namna anavyojifunua kwetu na kukamilisha mpango wake wa kutusogeza katika uhusiano na yeye. Anatumia neno la Kiebrania linalosema Elohim. Neno Elohim kwa lugha ya Kiebrania ni neno linalowakilisha wingi. Ukisikia him mara nyingi katika lugha ya Kiebrania, kuna vitu vingi. Na ili neno pia linatumika hata kwa miungu ya uongo, miungu ya kipagani, isipokuwa Mungu mmoja ni El. Unapounganisha sasa upate miungu wengi, unaita Elohim. Kilichonivutia sana pasatufako tulipokuwa tunajifunza kwenye teolojia au hata katika hali ya kawaida ya jamii zetu, katika upagani huo, kila jambo fulani linalohusu maisha ya watu lilikuwa na Mungu mmoja. Utasikia Mungu wa uzazi, Mungu wa vita, Mungu wa mvua, Mungu wa anayeshughulika na magonjwa. Unapowaunganisha hao miungu, hiyo miungu yao ya kipagani, wanaitwa Elohim kwa wingi wao sasa. Lakini Musa anapotuandikia, anapomtambulisha Mungu mmoja wa kweli, yule ambaye Yohana anatutambulisha kwenye fungu letu, kuna wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, Musa anamuita Elohim kwa wingi, mpaka nikashangaa kwa nini Musa anamuita Mungu Elohim. Kagundua kwamba ni Mungu aliyekamilika katika mambo yote. Hajapunguka mahali. Ni Mungu ambaye, kwa mfano, kama ningemuelezea katika picha ya wapagani, ukitaka uponyaji, yeye huyo huyo. Ukitaka uzazi, yeye huyo huyo. Ukitaka vita, hata Israeli walikuwa wakimuita huyo huyo. Mungu wa Israeli alikuwa ni Mungu mmoja, lakini anaitwa Elohim. Ni Mungu aliyekamilika, aliye bora, ana viwango vya kuwa Mungu. Na Musa anapomuelezea huyu Mungu, anamuelezea muumbaji mweza wa yote, mwenye uwezo wote kuhusiana na uumbaji wote. Ni Mungu mkuu ambaye yuko nje ya ufahamu wa akili za mwanadamu. Ni Mungu mwenye nguvu sana kiasi kwamba anatamka akiwa mbali huko juu, na vitu vinaundwa, vinatokea. Ni Mungu anayetisha na kuogofya, lakini ni Mungu kama tulivyomwona mwanzoni, mwenye uweza wote. Ni Mungu anayefahamu yote. Ni Mungu anayeweza kuwepo mahali pote kwa wakati huo huo. Ni Mungu mwenye fahari. Ni Mungu mtakatifu. Ndiye huyu Musa anamuelezea katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo. Na nilipofanya research yangu kidogo tu katika hiyo sura ya kwanza ya Biblia, mara 26, kama sio mara 26, lakini katika aya 26 kwenye sura ya kwanza yenye aya 31, Musa anatumia hilo jina Elohim, kukuonesha kwamba huyu Mungu ni kiini cha mambo yote anayozungumza Musa hapa. Kwa hiyo utasikia hapo mwanzo Mungu, sura ya fungu aya ya 3 Mungu, aya ya 5 Mungu, 6 Mungu. Ni aya ya 13, 15, 19, 23 na 30 tu ndipo ambapo atumie jina hili Elohim. Na hili linatuambia, anapoeleza juu ya huyu Mungu, ni Mungu ambaye ukimwendea hakuna linaloshindikana kwake. Amen. Ni mkamilifu ndani yake, tena hahitaji chochote ili awe hivyo. Ni Mungu aliyekamilika na ana uwezo wake wa kuishi bila sisi. Ndio maana sisi tunamhitaji Mungu zaidi kuliko yeye. Tunadhani wakati mwingine kana kwamba Mungu anatuhitaji sana, lakini ni kweli anatuhitaji kwa uhusiano wa ungano na upendo wake unatuvuta. Lakini kwa yeye kuwa Mungu, sisi hatuchangii chochote.
Yeye ni Mungu aliye mkamilifu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, unaweza kumwendea huyu Mungu aliyetukuka mwenye nguvu. Amina. Na una uhakika unaenda kupata yote unayohitaji. Lakini Musa ana switch tena sura ya pili. Basi kwako mwanzoni kule nilisema kwamba wanazuoni, wanateolojia wanaposoma Biblia ni kana kwamba wanaona Mungu wawili. Mungu wa sura ya kwanza, huyu aliye juu, aliye mbali, aliyetukuka, mwenye nguvu, mwenye uweza. Lakini sura ya pili kuna Mungu kama mwingine hivi, ambaye ni Mungu ambaye sasa ni wa karibu sana, anasogea kana kwamba anashikamana na viumbe wake. Kuna jina tofauti ambalo Musa anatumia kwenye sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo. Jina hili ni Yahweh. Na bahati nzuri pia Musa anatumia lile jina la kwanza Elohim akiambatanisha na ili jina la pili Yahweh. Ndio maana utakuta huku anasema Bwana Mungu. Yahweh Elohim ni Mungu yule yule ambaye ana uweza wa yote, ila sasa ili jina Yahweh linamwelezea Mungu wa agano. Mungu ambaye anatafuta kufanya uhusiano na watu wake, uhusiano uliojengwa kwenye ule upendo esed, upendo wa kiagano ambao unamfanya hata sio kushuka tu kuhusiana na watoto wake, yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya watoto wake. Kwa hiyo tunachojifunza hapa, kama swali lako lilivyo, ni kwamba tunaye Mungu mweza wa yote. Vyote vinapatikana kwake, maana ni Mungu aliyekamilika katika uzuri na fahari na utakatifu, na mambo yote yanawezekana kwake. Lakini ni baba rafiki anayeshuka kwa watoto wake. Kwa mfano, ukisoma kitabu hiki cha Mwanzo sura ya pili aya ya 7, unaona Mungu huyu anachofanya. Inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani mwake pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Unapata picha ya Mungu wa yule wa kwanza aliyetukuka, yule mkubwa anayetamka vitu vinatokea. Sasa anashuka kama amepiga magoti sijui, anafinyanga udongo. Alafu ninaona sanamu ya Adamu mkubwa, maana aliumbwa katika ukamilifu na uzuri wote. Yeye pamoja na wazazi wetu wa kwanza walikuwa ni wazuri sana. Walikamilika. Walikuwa na sia njema, urefu huko ambapo hata wanazuoni wanajaribu kutafuta, walikuwa futi 12, wengine 16. Walikuwa ni wazuri sana katika ukamilifu wote na utakatifu. Sasa pale Adamu yuko amelala hiki kisanamu chake kisicho na uhai. Alafu Mungu anakwenda kwenye kile ambacho wanazuoni wanasema the kiss of life. Busu la uhai. Mungu anakwenda katika pua ya Adamu, anapuliza pumzi ya uhai, na Adamu anasimama, anakuwa nafsi hai. Baadaye anakwenda, niligundua kwamba hata maneno ambayo Musa anatumia kuelezea kuumbwa kwa Adamu na kuumbwa kwa Hawa ni tofauti. Mungu alitumia muda kumremba Hawa, akamfashion, akatokea. Adamu mwenyewe alipomuona Hawa, alianza kuimba kashairi fulani pale, kwa sababu aliona kiumbe asiye wa kawaida. Kwa hiyo alitengenezwa Hawa kwa uzuri huo, anamleta, uhusiano unaanza. Kwa hiyo sura ya pili inatupatia Mungu aliye karibu sana, anayetafuta uhusiano na watoto wake. Ni Mungu ambaye kama ninamsema, sio tu mwenye uweza juu ya uumbaji wote, kwamba alituumba sisi na ulimwengu, lakini ni Mungu ambaye wakati fulani uharibifu wa dhambi ulipoingia, sura ya 3 sasa, ni Mungu anayeshuka kutafuta watoto wake, na siku moja anakuja kuitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Mungu anayeamua kuchukua asili yetu yenye dhambi, kukaa kwetu ili akamilishe ukombozi, na sisi tunakuwa wake mara mbili sasa, kwa uumbaji na kwa ukombozi. Kwa hiyo tunaweza kumwendea kwa sababu ana uweza wote, ni muumbaji, lakini ni Mungu mwenye upendo, baba rafiki anayejenga uhusiano. Maelezo yamejitosheleza kabisa kabisa. Nikushukuru Mchungaji Didas. Sasa nirudi kwako Mchungaji Tuvako. Kama ungetaka kumuonesha mtu ambaye asiye Mkristo tabia ya Mungu kutoka katika Biblia, ungeanza kumfungulia wapi?
Nashukuru sana. Swali lako ni zito, lakini nitafikiri kwa namna hii. Moja kwa moja ninamuomba Roho Mtakatifu aniongoze. Ndio. Ili nijue wapi nifungue, ambapo nitaenda katika kumfafanulia huyu rafiki, lakini kwa hakika Roho wa Mungu anatusaidia kuona namna rahisi ya kumdhihirisha Mungu katika Biblia ni kupitia kwa Kristo Yesu. Na kuna mitazamo minne, nayo inaungana vizuri sana na kile ambacho mchungaji Didas amemaliza kukizungumzia muda mfupi uliopita. Unajua, unapomuona Mungu akiwa karibu, haikomei hapo. Anapokuja sasa kuwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Sio tu karibu, lakini kati yetu. Ndio. Anapokuwa kati yetu ndipo tunamuona Mathayo anapoliingiza swala la Kristo au Masihi aliyetimiza kile kilichokuwa kimeahidiwa. Huo ni mtazamo mmojawapo. Katika Injili tunaweza tukasema mitazamo mikuu minne. Mathayo anapomdhihirisha hivyo Masihi aliyekuwa ameahidiwa, ambaye anakuja kwa wakati kutimiza lile lililosubiriwa. Mtazamo wa pili unaweza ukawita wa Marko. Mtazamo wa Marko ambao unamuona Yesu akiishi maisha ya utendaji, ya huduma, kujitoa kati ya watu, akishughulika nao katika namna yake ya utendaji unaodhihirisha kwamba kweli Mungu ni upendo. Lakini mtazamo mwingine ni ule unaweza kuita wa Daktari Luka. Mwandishi Luka anavyouweka kwa namna ambavyo Yesu anaonesha anavyojisikia akiwa na rehema na ubinadamu wake ulio mkamilifu, lakini akishughulika katika kuponya, akishughulika katika kuwaonyesha wanadamu Mungu anavyojali na alivyo kweli katika maisha yao. Lakini pia mtazamo wa nne, Yohana. Yohana katika vitabu vile vinne vya Injili, Yohana anaonekana sasa akimuonesha mwana wa Mungu ambaye anafanyika mwanadamu. Neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu, lakini neno akashuka kwetu, akavaa mwili na akawa kati yetu kama mwana pekee wa Mungu. Na hivyo tunamuona Yohana akiweka mtazamo au taswira hii ya Mungu kati yetu kwa namna hiyo. Sasa kwa nini nimependa hii mitazamo minne? Ni namna nzuri ambavyo vitabu vya Injili vinadhihirisha mwonekano wa Mungu. Vinaweza kuwa vinamzungumzia Kristo Yesu, sio vinamzungumzia Kristo Yesu yule. Lakini katika namna mbalimbali ambazo kwa uwezo au kwa mtazamo wao wa kibinadamu Mungu aliyowapa licha ya kuvuviwa na Roho. Najua tunaamini katika kuvuviwa kwa Roho Mtakatifu, lakini sio kuandika kiimla kama Roho anavyomvuvia. Mtu anaandika kwa utashi Mungu aliyompatia, lakini akiwa amevuviwa na Roho wa Mungu. Na hivyo Mathayo anapoandika hivi, Marko anaandika hivi, Luka anaandika hivi, kisha Yohana anaandika hivi, na unaona mitazamo yote hiyo ikimweleza Elohim, yule ambaye anaonekana kama ni mmoja lakini mwenye mengi. Sasa hiyo sura hiyo taswira ni muhimu sana leo kuiona tunapokaribia mwisho wa mjadala wetu. Mungu ambaye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Anakuwaje pamoja nasi? Anaonekana katika namna ambazo sisi tunaweza kuzielewa kwa mionekano na mitazamo mbalimbali. Na ndio maana napenda ninukuu kauli ya mjumbe wa Mungu Ellen White anavyoiweka hapa katika nukuu iliyowekwa kwenye ukurasa wa 22. Anaposema haiwasilishi, nasema Injili, vitabu vya Injili haviwasilishi mambo kwa mtindo mmoja tu. Kila mwandishi na uzoefu wake alionao, anao huo uzoefu,
na kwa utofauti huo anapanua na kuongeza ujuzi unaotolewa ili kukidhi mahitaji ya watu wenye mawazo mbalimbali. Sasa kwa njia hiyo anawafikia watu katika mitazamo mbalimbali. Aliyemuona Kristo amemuona Mungu, na kwa namna hiyo katika mitazamo yote, wewe unatazama kwa namna ya Yohana au kwa namna ya Mathayo au kwa namna ya Luka au kwa namna ya Marko, unapomuona Kristo unamuona Mungu kati yetu. Na nimalize kwa kusoma hili. Unajua, ninaipenda sana kauli iliyowekwa pale mwisho wa ukurasa wa 22. Tunagusa juu tu katika mada hii ya tabia ya nani? Tabia ya Mungu. Mungu ni mkuu wa ajabu kuliko tunavyoweza kuelewa, na tutakuwa tukijifunza juu yake milele. Asante kwa maelezo hayo kwako Mchungaji Didas. Kulingana na somo letu la juma hili, ni njia gani bora zaidi ya kumwona Mungu kwa uwazi licha ya macho yetu ya kibinadamu ambayo mara nyingi huelewa vibaya njia zake takatifu na kamilifu? Naam, mwenyekiti, njia iliyo bora zaidi inayoweza ikamfunua Mungu kwetu, tukizingatia ukomo wetu wa mawazo na namna tunavyoweza kuwakilisha vibaya picha ya Mungu, ni kurudi katika neno lake, Biblia iliyovuviwa. Biblia pekee ndiyo inayoweza kufunua kwetu Mungu alivyo, na yeye ni nani, na alichofanya, na anachofanya, na atakachofanya. Na hivyo tutakuwa na ujasiri wa kumwendea, kwa sababu hili ni neno lililothibitishwa, na ni kweli ni neno lake alilowavuvia watu wake. Kama Pastor Tuvako kwamba angalau ametupatia muonjo wa waandishi 4 katika Biblia hii iliyo na waandishi zaidi ya 40, kila moja katika engo yake ya uzoefu, lakini Mungu akafunuliwa kwetu kwa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo Mungu anatamani tuwakilishe tabia yake pamoja na ukomo wetu tulionao. Tunapofungua mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, tukisoma neno lake, tunapata picha nzuri ya Mungu, huyu ni nani na amefanya nini, na hivyo tunaweza kujenga uhusiano naye na kuwasaidia wengine pia kujenga uhusiano na Mungu. Na kuna nukuu ambayo nimeipenda pale katika ukurasa wa 23 inayotuelezea kwa kina sifa au tabia ya Mungu, na namna tunavyojifunza Biblia inaweza kutufanya tumuelewe Mungu zaidi. Tabia ya Mungu ambayo Pastor Tuvako, umilele wote hautoshi kumfunua Mungu kwetu. Tutaendelea kujifunza na kujifunza katika zama zote za milele kuhusu Mungu. Maana kama kungetokea siku moja tukamuelewa Mungu, maswali yetu yote juu yake yakajibiwa, huenda siku hiyo angekoma kuwa Mungu. Unaweza kutafakari kila siku ya maisha yako. Unaweza kuchunguza maandiko kwa bidii ili upate kuyaelewa. Unaweza kuleta kila nguvu na uwezo ambao Mungu amekupatia katika jitihada ya kuelewa upendo na huruma ya Baba wa mbinguni, na bado kutakuwa na milele iliyo mbele zaidi ya hayo. Unaweza kujifunza upendo huo kwa muda mrefu na bado usiweze kuelewa upana na urefu na kimo na kina ya upendo wa Mungu katika kumtoa mwana wake ili afe kwa ajili ya ulimwengu. Milele yenyewe haiwezi kuufunua kikamilifu, na bado tunapojifunza Biblia, tunaporudishwa katika Biblia, tunapojifunza Biblia na kutafakari maisha ya Kristo na mpango wa ukombozi, mada hizi kuu zitaufungua ufahamu wetu zaidi na zaidi. Amen. Kitabu hiki kiwe rafiki yako mpenzi mtazamaji na msikilizaji, maana hapa ndipo Mungu anapofunuliwa, na angalau tunamfahamu kwa kiasi, lakini tutajifunza na kumwelewa kwa umilele wote. Amen. Asante. Mjadala wetu kwa leo uishie hapa. Asanteni sana. Na hivyo basi, ombi la kufunga ni mkaribishe Mchungaji Robert Tuvako. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, Mwokozi wetu na mpaji wa vyote vilivyo vyema, umetuambia katika neno lako uzima wa milele unapatikana katika kukujua wewe. Ndiyo. Na tena kukumjua Kristo Yesu uliyemtuma. Bwana, tunatambua
umefanya yote ili kuhusiana nasi. Tusaidie mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kukuitikia kwa namna iliyo njema. Tupe kukutafuta kama wewe ulivyotutafuta kwanza. Tupe kuitikia upendo wako na kukupenda kama ulivyotupenda sisi. Katika Kristo Yesu Bwana wetu tumeomba na kushukuru. Amina. Amen. Asanteni. Mpendwa mtazamaji, na kwa kufikia hapo tumefikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Basi nipende tu kukuambia kwamba tulipata fursa ya kuwa na mjadala mzuri sana, na walioweza kufanikisha mjadala huu si mwingine ni mchungaji Robert Tuvako pamoja na mchungaji James Benedicto Didas kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo, na tumebarikiwa sana. Lakini pia umekuwa naye mwenyekiti wa siku hii ya leo Habi Machilu Mshana. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.